Kwa sababu alikuwa ni mchezaji anayeanza kwenye kikosi cha kwanza, tayari kuna kitu kitapungua kwenye timu zote mbili, kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini pia kwenye klabu ya Simba. Kuna kitu kitakuwa kinakosekana kwa sababu huyu ni mchezaji wa kikosi cha kwanza, na tunafahamu kwenye mpira wa miguu huwa kuna kikosi cha kwanza. Yaani kikosekana mtu asema leo kikosi cha kwanza amekosekana mtu fulani. So kwa sababu Musa Pinpin Kamara ni mchezaji wa kikosi cha kwanza kwa Simba, ni mchezaji wa kikosi cha kwanza kwenye timu ya taifa ya Guinea. Maana yake ni kwamba kuna mchezaji mmoja anapungua, analetwa mchezaji mwingine ambaye anaweza kuwa na vitu viwili. Hasa kwa upande wa Simba, inexperience kwa mchezaji ambaye atakuja kurithi nafasi yake kwa kipindi hiki ambacho hayupo. Wana Simba wengi bado hawajawa na imani ya kufika pale kwa Yakub Suleiman. Hawajawa. Ni golikipa namba moja wa timu ya taifa, lakini hajafikia ubora alionao Musa Pinpin Kamara. Kwa hiyo bado wana Simba wenyewe hawako comfortable na mchezaji mwenyewe kwa sababu wanaamini Musa Pinpin Kamara ni mzuri kwenye short stopping, lakini ni mzuri kwenye sweeping kwa kutumia miguu yake, ni mzuri kwenye kuchezesha timu kwa kutumia miguu yake. Tofauti na nini? Tofauti na Yakubu Suleiman ambaye yeye kwangu mimi kulingana na namna ninavyomtazama, he is too good kwenye short stopping. Yani kwenye save yuko vizuri, lakini kwenye sweeping na kuchezesha timu bado hajawa vizuri kwenye kutumia miguu yake. Kuna namna ambavyo ana commit mistakes ambazo kama akikutana na washambuliaji ambao wako clinical wanamwadhibu yeye na Simba yake yenyewe. Kwa hiyo mashabiki wa Simba hawajawa na hiyo imani ya kutosha. Nimepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wana Simba, wanasema kama viongozi wa Simba wangejua kwamba inaweza ikatokea injury ambayo itamfanya Musa Pinpin Kamara akae nje kwa kipindi chote hiki, afadhali wasingemruhusu Ali Salim akaondoka ndani ya Simba. So kuna baadhi ya watu wanaamini Ali Salim ni mzuri kuliko Yakub Suleiman, baadhi ya watu. So kama kuna huko kugawanyika kwa fikra, maana yake kuna kitu hakiko sawa sawa. Na hata mchezaji ataposikia watu wanamzungumzia kwenye upande huo kwamba ni afadhali Ali Salim angeendelea kuwepo, maana yake hawana imani naye, hata yeye anapoteza ile comfortability, inaweza kampelekea akaanza kuunderperform, kitu ambacho kitaenda kuiathiri Simba. Cha kwanza kabisa ni kumwamini Yakub Suleiman. Timu zote duniani ninazozifuatilia na kuzifahamu mimi, hakuna timu ambayo ina magolikipa wawili ambao wako at par kwenye uwezo. Yani lazima atakuwepo golikipa namba 1, atakuwepo namba 2 na namba 3. Yani kuna grade kwamba kuna huyu ni mzuri, kuna huyu ni mzuri zaidi, halafu kuna yule wa wastani ambaye ndio wanakuwa wa chini kuliko wote. Kwa hiyo kwa Simba kitu ambacho anachoweza kukifanya maybe ni kuongeza golikipa mwingine wa 3 ili wawe na magolikipa wangapi? Wa 3, kwa sababu sasa hivi Simba na magolikipa wawili ambao wengi tunawafahamu, Yakub na Abel. Ikitokea mmoja kati yao ameumia, wanabaki na golikipa huyu mmoja. Ikitokea wameenda kwenye mechi, afu kwenye hiyo mechi mchezaji kaumia, golikipa, Simba hawana golikipa mwingine. So kama ni issue ya kufanya kwenye dirisha dogo ambalo we expect inaenda kwanza mwezi Disemba kwenye tarehe 15 au 16, wanalazimika kurudi sokoni kwenda kutafuta mchezaji mwingine ambaye huyu atakuja kuchukua nafasi ya 3, kwa maana golikipa namba 3, ili aweze kukamilisha ile idadi ya magolikipa. Kwa hiyo kuna usalama kwamba ikitokea kuna golikipa huyu amepata injury, watabakia wawili, na tunapenda kwenye mchezo akipata injury atabakia hapo mmoja ambaye anaweza kuja kukava hii nafasi. So kwa kigezo hicho, lakini kwa maana ya ubora hawezi kupata golikipa ambaye atafika zile heights ambazo yupo Musa Pinpin Kamara. Kwa ndani ya Tanzania kama wanaweza kumshawishi Abdul Twalib Msheli akajiunga nao, watakuwa wamepata mtu sahihi sana kama wanaweza. Lakini I don't think kama wanaweza wakafanikiwa au Msheli mwenyewe anaweza akawa yuko tayari. Lakini ukiachilia Msheli, maybe waende Azam, ingawa I'm not very convinced na Foba bado, mimi bado sijawa convinced naye, lakini kwa sababu pale kuna Manula, kuna yule Msudan, maybe wakizungumza vizuri wanaweza kawapa Foba.
lakini na wenyewe inategemeana kwa sababu kuna Manula, kuna Foba mwenyewe, kuna yule Msudani. So mtu wa Ivory Coast wanaweza simwachie kwa sababu wanahitaji wachezaji watatu kama na goalkeepers watatu. Na Simba nao lakini wana mchezaji ambaye anatokea kikosi cha vijana ambaye huwa anakuepo kwenda kuchukua nafasi ya benchi pale, ingawa sidhani kama ni mchezaji ambaye yuko tayari kwenda kutumika kwenye mashindano ya kimataifa. So as long as next week wanaanza kujiandaa properly na mashindano